afunge, amefunga na Orlando Okello kawaheshimisha wachezaji wenzake kwa sababu kapewa penalti kafunga. Maana kufunga nako penalti sio kazi rahisi. Baka amepaisha penalti nyingi tu. Kufunga nako ni ufundi. Niwapongeze Orlando Okello, kikweli leo nadhani itakuwa miongoni mwa siku zake za furaha. Orlando Okello amefurahi, wananchi wamefurahi ni genuine. Sawa, ukiangalia pia Prince Dube kwenye mchezo leo ametangaza kama man of the match. Kwanza goli lake la kwanza ambalo limewasaidia Yanga kuongeza magoli mengine. Dube anaendelea kudhihirisha kwamba yeye ni mshambuliaji bora NBC. Yeah, of course Dube ni aina ya mshambuliaji ambaye anaendelea kuonesha kwamba anahitaji kiatu cha ufungaji bora. Na hichi kiatu cha ufungaji bora unaona tayari Dube ameeneza goli ngapi? Goli 6. Umeelewa? Anakimbilia kabisa kilele hadi atimize michezo 15 16 atakuwa tayari ndio kinara wa mabao. Unaona Depu hajacheza. Depu naye akipata nafasi akicheza anamfukuzia Dube. Kwa hiyo unaona huu ushindani ambao wa wafungaji bora ndio Yanga walikuwa wanautaka, kwamba asiwepo mchezaji kinara, kwamba yeye ndio yeye, wengine yani wewe ukitoka kiingia mwenzako naye anaonesha kitu. Kiukweli Yanga wana wachezaji ambao wanastahili kugawana. Singida hajafanya kitu. Niwaambie kabisa Simba, Singida sio timu nyepesi. Kinachosababisha ionekane kwamba mechi nyepesi ni aina ya quality ya wachezaji walionao. Singida abutui, Singida tegemea Singida Yanga abutui, Yanga tegemea magoli ya faulo. Yanga unaona kabisa zinapigwa sambusa, zinapigwa draft. Simba sisi hadi tokee set pieces, tokee kona. Na mabeki wa Singida magoli wafungi. Kwa itakuwa game ngumu sana. Itakuwa game ngumu. Mimi nadhani kocha Steve Becker labda huenda na kitu cha ziada amekifanya. Lakini kama atakuja ile game plan yake kwamba itembe mpira, ipigwe cross sema mwalimu apigeda, mabeki wa Singida wako makini. Unaona Yanga magoli anawafunga. Dube goli la kwanza kapiga goli la kisigino. Goli mara mwisho umeona anafunga Chama. Dhidi ya timu gani kule CAF Champions League. Mbona gundua ni kiasi gani magoli yanafungwa na wachezaji wakubwa. Kwa tujiandae Simba, Singida sio mwepesi. Wepesi wa mechi ya leo umeletwa na mbinu za walimu. Pedro Gonçalves ameonyesha kiasi gani amemuini jamaa kimbinu, ameweka mpira chini, zimegonga draft kashinda. Lakini leo hajacheza Damaro na Yanga imeonekana iko vizuri tu pale kati. No Damaro no problem, kwa sababu Dukiabuya si upo dimba. Mimi mara nyingi nasemaga kuna mchezaji mmoja wa Yanga ambaye anafanya poa sana lakini watu hawamzingatii. Dukiabuya ile ndio engine ya timu na Yanga wamemficha kwa sababu watu wasimfikirie, lakini mimi leo nawapa kodi. Engine ya timu ni Duki. Watu wengi walidhani pengine kukosekana kwa Dickson Jobu eneo la backline inaweza likashake, lakini naona Bakari Nondo Mwamnyeto ameendelea kuonyesha quality yake. Ni wazi kwamba huwa wanamsubiria siku mbaya haribu ndio wamseme. Yani mimi kuna siku niliwahi kumsikia engineer alishaye kusemaga anahitaji namba moja ndio na wachezaji watatu bora, kwamba akiumia mmoja mwingine anafanya poa. Kumsubiria Bakari Nondo Mwamnyeto afanye vibaya ndio umseme, ni kumuonea kwa sababu yale ni mapungufu ya kibinadamu. Anza kafanya makosa, kina Baka wanafanya, kina Jobu wanafanya. Akifanya yeye ni nani? Yeye ni binadamu kama wengine. Makosa ya kibinadamu yapo, lakini makosa ya kimbinu Mwamnyeto afanye. Kosa za kimbinu Mwamnyeto afanye. Ni beki aliyetulia na mwenye uhakika na maamuzi yake. Labda atokea bahati mbaya ambayo yako nje ya uwezo wake, anaweza akafanya. Yeye si binadamu bwana, lakini on pitch Mwamnyeto amekamilika sana. Kwanza mimi ukiniambia nipanje kikosi, hata kikosi changu kina Mwamnyeto ndani. Kama beki bora. Kama beki bora captain. Kwanza ukiwa team captain wewe ni kiongozi. Kwa ukiwa kiongozi uwanjani na maana una quality kubwa. Kwa ukimwangalia anachokifanya Mwamnyeto uwanjani, anastahili kabisa kupewa ile heshima. Anafanya kazi nzuri sana. Wengi wanaweza kuzungumza kusema baada ya mchezo leo ni kama Yanga alikuwa anajipigia hapo mochari. Yaani Yanga katika hizi mechi 5 ambazo wanahisi wamemkomoa back to back baada ya masaa 72. Niwaambie masaa 72 ni mengi. Wampe kila siku Yanga wao anacheza mechi na anashinda zote kwa sababu ana kikosi kipana. Unaona Damaro leo kapumzika. Unaona kuna wachezaji wengine pale wamepumzika. Unaona Depu leo kapumzika. Kaanza Dube. Lakini mechi ijayo utamwona Depu na Damaro wako ndani. Umeelewa vizuri? Wanaangalia kiungo mwingine Dukiabuya wanamuongezea kama kachumbari. Timu ina flow. Mechi ijayo utamwona ambao wanasikiliza Baka wapumzika. Anacheza Bakari Nondo Mwamnyeto na Frank Yasinki. No problem. Ule ndio utajiri wa wachezaji ambao Yanga walikuwa wanataka. Yanga wapangiwe ile ratiba. Wameona fresh, tutapambana nayo, tutakufa nao. Na mimi tunahakikishia Yanga anashinda mechi zote. Yanga anashinda mechi zote 5. Hamna mechi anaopoteza. Kosekana kwa Pacome Pedozi sio kunaendelea kugharimu Yanga Africans. Pacome ni Pacome. Yaani Pacome ni Pacome. Mapishi yake huwezi kuyapata kwa mtu yoyote. Aina ya roast anavorosti mpira uwanjani huwezi kupata kwa mtu yoyote, lakini wachezaji wengine wanapambana. Huwezi kusema kwamba Yanga ikosekana Pacome Yanga acheze, hapana. Wachezaji wengine wapo wanapambana. Pacome akiwepo anaonekana yumo.
Winga Buba Jamal aendelee kupewa muda au naye shughuli hamna? Winga Buba Jamal apewe muda. Apewe muda. Nadhani anahitaji muda angalau approve. Combination inazidi kukubali, atafanya kitu. So hadi lazima afunge. Anazikana michango mingine uwanjani. Kuanzisha mashambulizi, kupush team kwenda mbele. Wengine wakafunge, pia ni miongoni mwa kazi za winga. Kusaidia kukaba pia ni miongoni mwa kazi za winga. Sawa, tumalize hapa. Mchezo uliokwisha Yanga inaonekana haikucheza vizuri. Vipi kwenye mchezo leo? Pedro Gonçalves amebadilisha shot. Mimi niliwaambia mchezo uliopita unaoficha ni dabi ya Kariakoo. Yanga ile dabi hawakuitaka. Yanga kama angesema ashinde ile mechi, kuna vurugu kubwa zingetokea. Hawa jamani watu wastaarabu sana, ni watu wa amani. Wale waambie wachezaji wao ndeni kacheze kawaida, tukifungwa sawa, ikipatikana sare sawa. Na unaangalia kabisa uwanjani wamecheza dakika 90. Yanga amerelax. Anashambulia kwa kushtukiza. Lakini Yanga akiamua kuzigonga hizi sambusa, hakuna atakayesalimika. Na hizi sambusa tutaziona kwenye dabi inayofuata. Sikio mnyama amna goli 5. Akiamua tunapigwa kwa sababu gani? Yanga ile dabi ya kuitaka. Aliamua kwanza atulegeze, tuone na matumaini mpaka tushone. Kwa hiyo kwa sisi tutakuwa wenyeji na Yanga atakuwa mgeni. Yanga kwa Mkapa anashinda. Mimi I believe it. Sawa. Shukrani sana.